Inawezekana wakawa na hoja kwa sababu heshimu mawazo ya mtu. Heshimu mawazo ya mtu. Lakini Ngwale leo Simba kwa maana ya jana anakwenda kucheza mechi 29 bila kupoteza kwenye ligi ya NBC. Aliyesimamia hizi mechi ni mwalimu Steven Becker. Mwalimu Steven Becker ndiye mwalimu ambaye aliyeshiriki kwenda kufanya registration kwa Ibrahim Dumbia. Mwalimu Steven Becker ndiye anempa nafasi Ibrahim Dumbia kwenye mechi zote 4 ambazo ndani ya mechi 4 Simba amekwenda kupata nini? Matokeo. Wewe Mnoela unakwenda unabeza matokeo ya Simba. Kwa hiyo kama wanakuja uwanjani kwa ajili ya kumwona Ibrahim Dumbia afunge, watateseka, lakini kama wanakuja uwanjani kuiona Simba ipate matokeo, wataenjoy. Wana Simba wote waliokwenda uwanjani jana kuona namna ambavyo Simba imepata matokeo wameenjoy. Pengine watu wangetamani kumsikia Kisugu kuhusiana na Dumbia. Sasa Ibrahim Dumbia, wewe kwa upande wako umemwonaje? Sio Ibrahim Dumbia tu. Mimi nakubali na appreciate na wa support wachezaji wote wa Simba Sports. Sehemu tuko na mwamba Kisugu, tuzungumze naye. Kisugu, kwema ndugu yangu? Salama, na namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko vizuri kabisa. Kikubwa ameamsha salama na afya njema. Na nimeamka na morali sana. Mambo yanaenda. Moja sababu ambayo laamsha na morali kuona namna ambavyo timu yangu kwenye mechi 4 fulizo tunapata matokeo. Kwa hiyo mwana Simba ni jambo jema, ni jambo zuri, ni jambo la kufurahia kuona namna ambavyo klabu yetu inazidi kusonga mbele na inazidi kupata matokeo. Ngwara, niseme kuna jambo umeanza nalo, mimi lazima nilizungumze. Bwana, mmeshinda lakini kelele nyingi. Wako Simba wa namna mbili. Wako Simba wa kwanza wanakwenda uwanjani kuiona timu yao inapata matokeo. Lakini wako Simba wa namba 2 ambao wao wanakwenda uwanjani kumwona fulani lazima afanyeje? Afunge. Hizi kelele unazozisikia ni wanasimba wa kweli wanaojiona katika jiji la Dar es Salaam. Lakini kelele hizi ulizozisikia hujawahi kuziona Bukoba ambapo Ibrahim Dumbia alicheza. Hukuwahi kuzisikia Mwanza ambako Dumbia alifanyaje? Alicheza. Hukuwahi kuzisikia Singida ambazo Dumbia alifanyaje? Alicheza. Umekuja kusikia kelele Dar es Salaam kwenye Simba wa kweli. Kuna watu wanaamini kwa sababu wanapata nafasi ya kuongea kwenye vitonge, wao ndio Simba wa kweli, wao ndio wanajua mpira, wao ndio wanajua kusajili, wao wanajua kila kitu. Na kuna muda mwingine yapaswa tunawezekana tubadilishe mandhari ya Dar es Salaam ndio iende kuitwa mikoani, kwa sababu watu wa mikoani wameappreciate kwa namna ambavyo timu yao inavyo-operate na wachezaji wao. Leo inasikitisha, leo inahuzunisha kuona mshabiki wa Simba anayepata nafasi kwenda kuzungumza kwenye vyombo vya habari anajitahidi kutumia muda mwingi na nguvu nyingi kwenda kuibomoa Simba. Unapokwenda kumsema vibaya Dumbia, maana yake unakwenda kuzungumzia vibaya nini? Simba. Na mimi sidhani kama haya tunayozungumza na haya tunayoyasema kwamba yanaweza kustahili kwenda kumzungumzia Dumbia kwa namna ambavyo alivyo. Yuko mwanamuziki mmoja aliwahi kuimba, anasema mwenye mapenzi haoni hali ya kuwa macho. Kipende chako, kisamini chako, kisapoti chako. Kuna muda inafikirisha, inaonekana kuna baadhi ya kundi linatengenezwa kuja kuibomoa Simba ili isiweze na kufika malengo ambayo Simba wamefanyaje, wanaoyapanga. Nyinyi waandishi jana mlikuwepo na mlifanya mahojiano na wana Simba.
Kwa bahati mbaya, bahati nzuri, mahojiano mnaofanya nyinyi, shida baadhi ya watu napata mimi. Simu zimekuwa nyingi, naambiwa Kisugu waambie ndugu zako. Mimi ndugu zangu ni wale ambao wana Simba wakilala kuamka kwenda kuisupport Simba na Simba kwenda kupata matokeo. Kinachosikitisha zaidi, mdogo wangu, rafiki yangu kipenzi Salum Mnoela amenisikitisha sana. Level aliyofikia na maneno aliyozungumza ni vitu viwili tofauti. Leo namkumbusha Salum Mnoela kwamba mpira umetoka kwenye namba, mpira umekwenda kwenye nini? Kwenye mfumo. Mpira kwenye namba ndio uliokuwa unaaminika, namba fulani ndio anatakiwa kufanya kitu fulani. Mpira wa namba. Lakini mpira umeamba kwenye namba, umekwenda kwenye nini? Kwenye mfumo. Lakini ndani ya mfumo kuna kitu kinaitwa game approach. Hiyo game approach inakuja kutokana na namna ambavyo opponent wako unayekutana naye, namna ambavyo alivyo. Tunaeleweka vizuri? Naeleweka vizuri. Unataka kusema Kisugu hawana hoja wanaozungumza hayo? Yawezekana wakawa na hoja kwa sababu heshimu mawazo ya mtu. Heshimu mawazo ya mtu. Lakini Ngwale leo Simba kwa maana ya jana anakwenda kucheza mechi 29 bila kupoteza kwenye ligi ya NBC. Aliyesimamia hizi mechi ni mwalimu Steven Becker. Mwalimu Steven Becker ndiye mwalimu ambaye aliyeshiriki kwenda kufanya registration kwa Ibrahim Dumbia. Mwalimu Steven Becker ndiye anempa nafasi Ibrahim Dumbia kwenye mechi zote 4 ambazo ndani ya mechi 4 Simba amekwenda kupata nini? Matokeo. Wewe Mnoela unakwenda una base matokeo ya Simba. Kwa hiyo kama wanakuja uwanjani kwa ajili ya kumwona Ibrahim Dumbia afunge, watateseka. Lakini kama wanakuja uwanjani kuiona Simba ipate matokeo, wataenjoy. Wana Simba wote waliokwenda uwanjani jana kuona namna ambavyo Simba imepata matokeo wameenjoy. Pengine watu wangetamani kumsikia Kisugu kuhusiana na Dumbia. Sasa Ibrahim Dumbia, wewe kwa upande wako umemwonaje? Sio Ibrahim Dumbia tu. Mimi nakubali na appreciate na wa support wachezaji wote wa Simba Sports. Mimi wote. Kwa upande wa Dumbia pekee, kwa sababu mimi naamini kuna vitu viwili kwenye football. Kuna vitu viwili kwenye football. Usani kwa mchezaji, kitaalamu kuna kitu kinaitwa kuadapti mazingira. Leo nitoe mfano uliokuwa mdogo sana. Kuna mchezaji anaitwa Fernando Torres. Wakati yuko Chelsea ndio mchezaji ambaye alifunga magoli mengi. Nendeni mkamwangalia wakati anatoka Chelsea anakwenda Liverpool. Alifunga magoli mangapi? Alifunga magoli mangapi? Kwa hiyo kuna muda mchezaji yawezekana alishindwa kuadapti mazingira kutokana na namna ambavyo ilivyo. Mazingira yako namna mbili. Unaweza kuadapti mazingira ya nchi au ukashindwa kuadapti mazingira ya timu. Leo hii twendeni tukaangalia asilimia wana Simba kwa kumwogopa Mungu. Nathaniel Chilambo anasajiliwa Simba, asilimia 80 ya wana Simba walimkataa. Mimi niseme ukweli, nisiwe mnafiki. Moja katika watu na appreciate sana kwenye timu duniani, mashabiki wa Yanga na appreciate kwa sababu wana mapenzi ya dhati ya kweli na timu yao. Mashabiki wa Yanga. Yes. Kuna mchezaji aliletwa hapa, president wao alimnyanyua mkono akasema huyu katoka kwenye ligi ya Uingereza. Alipokwenda kukiapproach uwanjani, kila mmoja anakijua mshabiki gani wa Yanga aliyotokeza uwanjani akasema yule takataka.
Kuna mchezaji amekuja nchi anaitwa Sapong. Mshabiki gani wa Yanga aliyekwenda kumkashifu na kumtukana mchezaji wake? Leo wanasema kwa nini Tule anatoka nyuma na kwenda kufunga? Dumbia alikuwa wapi? Hivi hakuna mabeki wa Yanga waliotoka nyuma kwenda kufunga? Masweka wako mbele. Leo Boka na magoli mangapi? Mawili. Fubaki. Shabalala na goli moja, Fubaki. Baka na goli moja, Fubaki. Yanga gani anakwenda kushtumu stweka zao? Kwa nini wanafunga mabeki wao wafungi? Nani anashtumu? Kwa nini Simba? Tunajua sana mpira. Hiyo ndo sababu. Hasa mashabiki wa Dar es Salaam tunajua sana mpira. Lakini niseme wanaikosea Simba. Ungependa kumwona Dumbia kusalia ndani. Wao kama wanaamini wanakuja uwanjani kumuona Dumbia anafunga, watupishe, tunawaomba wakae nyumbani. Kama wanakuja uwanjani kuiona Simba inapata matokeo waje. Wewe unasimama na Dumbia? Nasimama na wachezaji wote wa Simba Sports. Jana kama Dumbia alikosa goli, tukubaliane na Clatous Chota Chama alikosa goli. Hivi Kisugu, ukiangalia takwimu za Ibrahim Dumbia, kuna kitu ambacho amekifanya mpaka unasema kwa nini watu wanamkataa na kujiuliza maswali mengi kuhusiana na hili? Kuna chochote ambacho umekiona kibaya amekifanya, amekosa magoli mpaka tunafikia hatua hii? Ngwale, swali lako zuri sana, lakini najistabisha kuniuliza swali hili Ngwale. Jana uliwaoji wewe mwenyewe Ngwale wanatukana, uliulizwa hili swali? Wewe Ngwale, naamia kwako umeuliza swali zuri, na unauliza kipi ambacho alichofanya Ibrahim Dumbia mpaka mashabiki wa Simba wamwataki. Je, swali hili katika watu waliohoji, watu waliotukana, wewe ndivyo sivyo? Nini walikujibu? Walimkataa. Majibu walikujibu nini? Anakosa magoli wanasema. Chama anakosa magoli. Waambiwa mkatae. Morris Abraham alikosa magoli. Ndio. Kolbati alitaka kupiga akakosa. Wamemkataa. Labda walitarajia makubwa kwa Dumbia, hawayaoni. Na ndio maana nikasema focus yako kama mchezaji mmoja mmoja, usipate shida, kaa nyumbani. Focus yako kama Simba ipate matokeo, njoo. Leo hii Ngwale, nimesema Simba tuna mechi 4. Tunapata matokeo, tuna pointi 12. Goli za kufunga 7, goli za kufungwa 2. Hivi leo mwana Simba unatakiwa kutembea kifua mbele au kutukana wachezaji? Nataka waone Dumbia. Nasema pointi 12. Yeah, sure. Wewe sasa nataka nikupe ofa, ndio mwana Simba. Timu yako imecheza katika mechi 4, tena mechi 3 amecheza mikoani ndani ya siku 7. Na amepata alama 3. Mimi nilitegemea wana Simba leo walale waamke, waiombe shirikisho pamoja na bodi ya ligi, waiangalie vizuri ratiba inafanyaje, namna ambavyo ilivyo. Kuna watu wanacheza wanasafiri, lakini kuna mtu kapumzika, wanasema hayo. Niwapongeze sana mashabiki wa Yanga. Kwa lipi Kisugu? Na niwapongeze sana wachambuzi, wametuwekea mitego, wana Simba tumenasa. Malengo aliyotumwa anakamilisha. Sisi wapande wa Uislamu katika imani, kwanza leo siku ya Ijumaa, niwaombe sana ndugu zangu wa imani ya Kiislamu, pindi tunaposikia adhana basi tuzime biashara zetu, tuache kila kitu, twende tukamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu. Lakini kwa nini imegusia upande wa dini? Muhammad hakusalitiwa na mtu wa kutoka mbali, alisalitiwa na ndugu yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anatemka aya moja, anasema tabati yadan habira habi wa tabba.
maahana anhu maluhu. Abu Lahab ni mjomba wa Mtume, na masaliti wa Simba wanaosaliti Simba wataonekana tu wako ndani ya Simba. Unamaanisha wako ndani ya Simba? Wasaliti waliomsaliti Yesu hawakutoka mbali, walitoka ndani mule katika kundi lake, katika wanafunzi wake 12, na mmoja alimwambia Shetani, rudi nyuma yangu, kwa sababu ya wazi ya Mungu, ya wazi ya wanadamu. Sawa, Kisugu, tuhame hapo sasa. Jana mnyama Simba amecheza dakika 90 bila kupata red card. Mechi 3 za kwanza mnyama alipata red card kila mechi. Umepokeaje hii? Ni jambo jema na ni jambo zuri, na hii jambo lazima tuipongeze sana technical bench. Linaendelea kufanya kazi nzuri juu ya wachezaji. Mimi naamini kupata red card kila mwana Simba kilikuwa kinafanyaje? Kinamuumiza. Sio sisi tu mashabiki wa Simba, hata technical bench ilikuwa inafanyaje? Kinawaumiza. Lakini mimi naamini kwamba technical bench linafanya kazi nzuri. Mabadiliko tunayaona, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Jana tumecheza bila mchezaji wetu kufanya nini? Kupata red card. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Simba ni jambo jema, ni jambo kupongeza technical bench pamoja na wachezaji waendelee kupambana. Kuna baadhi ya watu wamesema mnyama alinyimwa penalti. Hili kwa upande wako umeliona pia? Bila shaka mkutano nalo, ni sahihi kusema mnyama alinyimwa penalti jana? Ni mitazamo yao, lakini aliopewa mamlaka kwenda kuamua amesema no penalty. Kwa mujibu wa sheria na taratibu lazima tukubaliane no penalty. Kwa wewe ulivyotazama ilikuwa inastahili kuwa penalty? Aliyepewa mamlaka amesemaje? No penalty. Mimi nisemeje? No penalty. Wewe unaungana na mwamuzi? Aliyepewa mamlaka kwa mujibu wa sheria namba 5 ya FIFA, yeye ndio mwamuzi wa mwisho kuamua kila kinachotokea kwenye pitch. Amesema nini? Sio penalty. Nami nisemeje? Ndio maana tumekuuliza kwa upande wako. No penalty. No penalty. Yes. No penalty. Umeridhishwa na maamuzi? Yes, amefanya kazi yake. Kama mwamuzi hajatenda kazi yake, wako watu wanamwasesi. Leo tumeona baadhi ya waamuzi wameshindwa kutekeleza sheria 17. Shirikisho limekwenda limefanyaje? Limechukua hukumu. Kwa hiyo mimi naamini kama mwamuzi alifanya vizuri, hakufanya vizuri, wako watu ambao wanamwasesi, watakwenda tuwasikiliza nini ataamua juu yake. Sawa, kuna dakika chache kabisa amecheza Ismail Mgunda, performance yake kwa dakika chache, vipi umezionaje? Nimesema Ngwale hapo awali, wachezaji wote waliokuwa Simba wamefanya vizuri. Ngwale, wewe utaki mmoja mmoja. Mpira haupigwi. Mpira unachezwa. Nendeni mkamwambia Salumu Mnoela. Mpira haupigwi, mpira unachezwa. Arudi akafanye review, akaangalia game ya approach ya Steven Baka aliyeitengeneza dhidi ya Coast Union ya Tanga. Jana katika wachezaji walihusika first half 99% kufanya block, kuzuia mashambulizi ya Coast Union ni Ibrahim Dumbia. Waka sawa kwamba jana first half mchezaji aliongoza kwenda kufanya block mashambulizi ya Coast 99% katika eneo la Simba, wa kwanza alikuwa Ibrahim Dumbia. Anazuiaje ni striker? Mwalimu anakwenda kwenye mfumo wa force nini? Force 9. Force number 9. Mwalimu haendi kutengeneza mfumo wa kumtegemea mchezaji mmoja. Mwalimu anakwenda kutengeneza mfumo kwenye kuupaleta kila mmoja afanye nini? Afanye kazi. Nenda kaangalie Ibrahim Ture anakwenda nani, Ture anakwenda kufunga, Ismail Ture afunga ile goli. Haikuwa faulo. Mpira ulichezwa. Na ndio maana leo hii nendeni mkamkumbusha Salumu Noela, kwa nini Simba wakati wanakwenda kufanya pressing kwenye 18 idadi ya wachezaji wa Simba inafanyaje? Inapungua. Kwa nini inapungua? Kwa sababu tunatoka kwenye kucheza, hatutoki kwenye kukimbia. Jana kuna muda kama uliangalia vizuri ule mpira, Kalesto Maru, kuna muda wakati tunacheza anakaa kwenye flanks. Akikaa kwenye flanks, akipigwa kwenye pasi ya mwisho, kuna muda anahitaji kwenda kukimbia, lakini anaona kabisa ndani hakuna nini? Hakuna watu. Analazimika kufanya dribbling ya taratibu, wakati wake wasubiri watu wafanyeje? Wasogee. Ni sahihi kusema Simba Sports Club waanze na force number 9 kuliko na typical number 9? Hayo ni maamuzi ya mwalimu. Sasa mwalimu ndio anakwenda kutengeneza mfumo, na mifumo hii mwalimu haitengenezi kwenye mechi, anatengeneza kwenye pre-season. Anakwenda kuambia timu kwamba mimi tunakwenda, lakini misingi ya timu yangu ni hii.
Na ndio maana leo nenda kumwangalia Chilambo. Bwana mdogo anaimbwa sana sasa. Chilambo wakati ana mpira Simba anakuwa fullback. Lakini Simba kama haina mpira, Chilambo anatoka kwenye fullback, anakuwa kwenye midfield, anakuja kuongeza wingi wapi? Ndani kwenye eneo la kukaba. Mpira uko kwenye mfumo, hauko kwenye namba. Kwa hiyo mimi kama Kisugu na ina imani naona Simba wengine tutakwenda kumpa msupport kila mchezaji wa Simba ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Umefurahishwa na performance ya Chilambo? Nimefurahishwa na performance ya wachezaji wote wa Simba ambao wamekwenda kupambana kutupatia point 3. Chilambo kaibua kwa man of the match. Na nini cha kuzungumza? Nikumpongeza. Lakini mimi naamini hata Chilambo leo kimwoji, moja ya sababu yeye kuwa bora kutokana na combination ya timu. Leo Chilambo kimuuliza, anasema ubora huu umetengenezwa na Chama, ubora huu umetengenezwa na Mpanzu, ubora huu umetengenezwa na Ibrahim Dumbia, na ndio maana ikasababisha yeye akaonekana kwa nini? Kwa bora kutokana na namna ambavyo timu inavyokwenda kushirikiana. Sawa, maliza Kisugu na sakata hili ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mashabiki wa Simba kelele nyingi, unawaambia nini sasa? Nawapongeza mashabiki wa Simba wanajua mpira. Kama mchezaji wao anamuita takataka, basi kesho wabadilike waende kumuita maji machafu. Nawapongeza sana, ni vijana wazuri, wana afya njema, wanajua mpira, waendelee kuongea na vyombo vya habari, waendelee kuwasema vibaya wachezaji wa Simba, wao wanaamini kuzungumza kwao ndio mabadiliko ya wachezaji wa Simba. Nawapongeza. Kisugu, kuna andiko jana tumeliona la mmoja katika wachambuzi akisema kwamba Simba kipindi cha kwanza imepiga cross 9 na 5 zimeshuka kwa Ibrahim Dumbia, lakini anashindwa kuelewa Dumbia mzuri maeneo gani. Ni swali zuri, lakini nienda kamuulizani Steven Baka kwa sababu ndio anampa nafasi. Huyo mwandishi mwambie akamuulize Steven Baka kwa sababu ndio anampa nafasi. Na leo tukiamini kwamba Ibrahim Dumbia hana ubora, mpanga nani ili acheze? Steven Baka. Kwa nini tusianze kumshumu Steven Baka kwamba yeye anampanga mchezaji ambaye si? Kwa hiyo ndani mkawaambia waandishi waende wakazungumze ubora wa Simba umekosekana kwa mwalimu Steven Baka aliyeisimamia Simba mechi 28 29 bila kupoteza. Waambie waseme hilo. Sawa bwana, tumalize sasa. Unaonekana unawanga. Mwenyezi Mungu anasema hata mdhulumu mja wake kwa chochote atakachokifanya. Japokuwa kiwa kidogo misiri ya mdudu chungu. Ukifanya mema mwalimu atafanya, hata Mungu atakulipa mema, na ukifanya baya Mungu atakulipa baya. Kama nilionekana na muomba Mwenyezi Mungu atanilipa katika lile, na kama nilionekana na loga basi Mungu atanilipa katika lile. Amka na Kisugu naelekea tamati sasa, kuwanga Kisugu. Yes, nimesema Mungu atanilipa kwa kile ambacho nitakachokifanya. La kheri Mungu atakulipa, la shari Mungu atafanyaje? Atakulipa. Lakini pia nanyi ni kuwapongeze sana waandishi wa habari. 90% jana mmefanya interview na mimi, lakini hamkupandisha. Kwa nini haikupanda? Interview mlizopandisha ni zile ambazo mashabiki bora waliokwenda kuwatukana wachezaji wa Simba. Hongereni sana waandishi, katika leo mnafanya kazi nzuri. Shukrani sana.